Naam, assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Gavoo Media. Kipindi hewani hivi sasa ni gumzo kama ilivyo kawaida. Upo na mtangazaji wako hapa Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas, na kama kawaida yangu nipo hapa kwa ajili ya kukuletea zile story ambazo ulikuwa utamani zikupite, lakini mimi nakusogezea ili uwe updated zaidi, ili uweze kujua vitu vingi zaidi. Na leo hapa katika gumzo nimepata tembelewa na mgeni wangu adhimu, mzee Magoma. Wengi sana mnamfahamu kwa jina hilo, na Tanzania nzima mlipata sikia kesi ile, mambo kibao yaliyotokea wakati ule. Na leo tutajua vitu vingi, si kuhusiana na kesi peke yake, bali tutajua mambo mengi sana kuhusiana na mzee wetu Magoma. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema bwana? Kwema, shikamoo. Marhaba. Karibu sana. Nishakaribia katika wadi yako, maana hii wadi ya wagonjwa. So ukiwa mgonjwa lazima usogelee tu. Wadi ya wagonjwa jamani, kama ulipoona hapa tumepewa jina la wadi ya wagonjwa. Lazima ufike tu hapa. Lazima ufike. Upate kuhudumiwa. Sawa kabisa. Naam. Mzee Magoma. Naam. Watu wengi sana wanafahamu kwa jina hilo tu la Mzee Magoma, kila mtu kimtajia Mzee Magoma, lakini ukimtajia vile jina lako la kwanza na la pili, mwingine anaweza kupata shida kidogo kufahamu. Labda ungetuambia kidogo jina lako kamili. Jina langu kamili mimi naitwa Juma Ali Magoma. Juma Ali Magoma. Mbele Magoma sio la kutunga. Hiyo sio la kutunga, hilo la ukoo kabisa hilo. La ukoo kabisa. Lipo kwenye ukoo. Lakini sasa hilo ndio limechukua nafasi kubwa kuliko hata majina ya kwanza. Na watu wasemaje majina ya mwisho yanakuwa na nguvu, yanakuwa na nguvu. Labda kidogo ungeweza kutuambia ni kwamba mlikuwa ni wataalamu sana katika ukoo wenu wa kupiga ngoma au ni? Naweza nikasema inawezekana ikawa hivyo. Inawezekana ikawa hivyo kwa sababu rasmi mimi ni Mzaramo. Wewe ni Mzaramo. Umezaliwa hapa? Nimezaliwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo Mzaramo ngoma ndio yake. Japokuwa kwamba makabila yote yana ngoma, lakini sasa makabila mengine baada ya kuja hapa wakaikuta ile kabila ya Kizaramo ndio yenye ngoma yao mitawala mji mzima. Na nyinyi ndio wazao hapa Dar es Salaam. Ndivyo ilivyo. Nimezaliwa Magomeni. Nimekulia hapo 1957 tarehe 9 mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Mimi nimezaliwa pale. Ni kipindi ambacho mimi nazaliwa baba yangu na mamangu wakawa wameachana. Wametengana. Kwa hiyo mimi sikupata malezi ya pamoja baba na mama, hapana. Sana nimekulia kikeni. Kwa mama na mabibi zangu wale nini, kwa baba sikupata sana malezi. Nimekuja kupata malezi ukubwani. Baada ya kukua nataka kwanza darasa la kwanza. Na mzee wangu alikuwa amestaafu. Yeye alikuwa anafanya kazi Ikulu kipindi kile cha Kambarage. Alafu akampa uhamisho, akampeleka Fire Brigade hapa. Wizara ya mambo ya ndani. Akastaafu pale. Kwa staafu akarudi, akaenda kwanza kijijini. Huko mashamba kanunua nini. Lakini mwenyewe sana alikuwa anakaa Ilala. Alipotoka pale baada ya kupata senti yake akajenga nyumba Vingunguti. Sawa Kwa hiyo huko kote tunakwenda ni baada ya kustaafu. Sawa Lakini kiukweli kwamba baada mimi kuwa na akili yangu timamu, yani naweza nikajua hili baya hili mzee akajitokeza. Na sisi tulikuwa tumezaliwa kwa baba mmoja, tulikuwa wawili tu. Lakini kwa mama tulikuwa 8. Naona baada ya kuachwa na akaolewa wakapatikana huko kama 5. 6 nani? 6. Wapatikana 6. Basi mzee akaja mbele ya familia akaba, mimi nataka watoto wangu niondoke naye wakasome nyumbani. Wakasome nyumbani. Okay. Baada ya kukaa watu wazima, hakuna kitu ambacho cha kupingana. Kwa bwana wao watoto kokote unaweza wakaenda. Sawa bwana. Beba watoto wako. Wakati anatubeba sisi, dadangu tayari alikuwa kwa darasa la 5. Ambayo yeye shule ameanzia Bunju pale Bunju B. Karibu na daraja lile ambalo linakwenda Bunju na ni Mapinga ile inakwenda. Okay. Ile eneo lile lote unaliona kuanzia hapa juu huku upande wa kushoto na kukulia lilikuwa ni letu sisi
la wazazi wangu, limeenda ile mpaka Mpiji. Baharini kule. Ile lote ilikuwa ni shamba letu sisi. Lakini baada ya kufa wazee hasa bibi zetu wale, mimi bado nilikuwa siwezi kusimama kama ninavyosimama sasa hivi, na kuijua haki yangu na kwenda kusimama mahakamani. Bado niko shule. Kwa hiyo kufa kwa wale wazee, mashamba akaanza kutekwa yale, uvamizi ukafanywa nini mpaka huko baharini. Kiasi kwamba hata mimi nikipita pale huwa pana nyuma sana. Kwa hiyo dadangu alikuwa yeye kakulia pale. Bunju, na shule yake msingi ilikuwa ni Bunju. Kwa hiyo mpaka mzee anakuja kutuomba sisi, mimi sijaanza shule. Mzee wakati huo amestaafu. Kisha staafu tayari, mimi sijaanza shule. Kile dadangu yuko darasa 5. Kamba nataka watoto, huyu alikuwa darasa 5 akamalizie kule, na huyu ambaye anataka kwanza darasa la kwanza basi ataanzie kule 68. Mwaka 68. Yeye akiwa kama amestaafu kama. Kisha staafu. Amestaafu kama nani hapo mzee? Yeye alikuwa ni mfanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Fire Brigade pale. Unaona bwana? Ndio. Basi nimeenda kule tukaandikishwa shule. Ndio. Baada ya kufika kule naye unajua mzee wetu alikuwa anapenda sana kuwa na wake wengi. Shule bwana. Japokuwa ni mzuri, lakini kwa sisi tulikuwa tunakosa malezi. Shule so umetoka katika malezi ya mama mzazi, unakwenda kukuta malezi ya mama wa kufikia. Shule bwana, kuna utofauti kidogo pale, mgongano unakuwa mkubwa. Ikawa mzee anatuacha pale nyumbani, yeye akawa ana mke mwingine Ruvu. Mtihani huo 68. Kuna shule msingi pale Chamalale, ndio nimesoma pale. 69 darasa kwanza 68, 69 darasa la pili naingia. Mzee ana mwaka mzima hajaonekana pale nyumbani. Hajaonekana. Akaja kaonekana mara moja afa kaondoka tena. Sasa ile hali kidogo mimi akili yangu iko sawa sawa. Na mji kwa sababu nafahamu. Nikamwambia sister wangu. Sasa kaingia darasa 5. Na kaingia darasa 6 sana kwenda darasa 7. Mimi naingia darasa 2, yeye anakwenda darasa 7. Nikamwambia sikiliza, hapa lazima tuondoke. Sawa, mazingira yako mimi siyaone kama yako salama. Sababu baba hatuko naye. Yeye katutelekeza kwa mama ambaye mama kufikia. Si wa kwetu. Mama tuko naye katika nyumba moja ambayo yeye katika kile kijiji hakuwa mbali na wazazi wake. Ameoa pale pale karibu tu. Kwa hiyo baba akiondoka, mama naye tuko naye pale nyumbani. Sio? Tukawa sisi tunaishi kininja sasa. Mama anakaa na wazazi wake. Kama kuna kuwa na chakula kimekuja nini, mama anabeba chote kile. Anapeleka kule. Sasa ile adha nilikuwa naiona pale, nikamwambia haiwezekani. Sababu baba na kawaida kila mwisho wa mwezi lazima tutumie pesa na chakula. Basi mimi kwa darasa 2 tuko katika tatem. Kama hapa tuondoke. Nikamwambia bwana tuondokane, nikamwambia hapa tuondoke. Hatuwezi kukaa hapa. Kwa sasa kule utakujua je? Nikamwambia Dar es Salaam najua. Wewe nifuate mimi. Yule dadangu ule, alikuwa mkubwa, kanizidi karibu na madarasa, lakini alikuwa anaogopa kurudi huko Dar es Salaam, atarudi vipi? Tulivyotumiwa pesa kupitia katika magari, maana kwa tule magari wale nini, tukifika shule pana anashuka ile konda au driver anashuka anakuja pale shuleni. Watoto wa Mziali, mzigo hapa wa baba na kwa tulipata tu siku ya pili yake. Nikamwambia hapa. Koga saa 10 hilo basi ukilipanda mpaka linafika Dar es Salaam, ilikuwa linaitwa Mpishe Kinyogori yapite. Mpishe Kinyogori yapite hilo basi. Mwaka 68. Sasa ndo tunakwenda 69 sasa. Basi ilikuwa wakati huo ni moja tu. Linaitwa Mpishe Kinyogori yapite. Linakwenda Mzenga, Dar es Salaam. Likitoka kule Mzenga mpaka hapa Dar es Salaam, inaweza kafika saa 6 kule, imetoka alfajiri huku ina saa 6 saa 7 mchana. Ikitoka huku mchana likaenda kule linafika usiku limelala. Basi ni moja tu. Aligeuki tena hiyo. Ni kwamba ukilikosa basi safari yako ni kesho. Safari yako kesho. Na kipindi kile Simba walikuwa wengi kijijini, manake Simba walikuwa wengi. Sisi tangu akawa naogopa mimi ile sikuangalia kwamba Simba wala nini.
Mimi tayari shauku shanishika tu kwamba nirudi Dar es Salaam tu nyumbani. Yaani ndio nasema ndio nyumbani kwangu Dar es Salaam. Kweli nikawini kumshawishi dadangu, akanielewa. Tukaondoka asubuhi alfajiri. Kule njia ni ile njia mnaopita, si njia miguu. Inaweza kawa ni upana tu wa futi 1 au futi 2. Alafu kuna majani yale makubwa yale. Yale yanakuwa na asubuhi, yanakuwa na maji yale. Makata kama mnakwenda shule, uniform zinakuwa zimeroa kwa sababu ya umande tu. Tunapita. Tunafika kijiji cha pili, tunafika msituni. Dadangu ananiambia, bwana, hapo ndo kwenye simba wengi. Naambia tuondoke, twende hapa nyumbani tu. Mwenyezi Mungu akatunusuru. Basi tukafika barabarani. Tunafika tukukaa sana, basi ndo linatoka Mzenga linakuja pale Chamalale. Sasa bwana, tukaingia. Mpisha Kinyogoli apite hiyo. Tukaingia na basi. Kwa kule basi driver kutuona tu. Yeye mtoto mzee alijana nimekuletea ile mnakwenda hapa. Baba akatuagiza turudi. Akatuletea nauli. Basi tumongopa hapo. Yaani ni kwa kumpanga mtu kwa Kiswahili, mpaka nielewe, nilikuwa nalijua toka udogo. Niko hivyo. Naongea hivyo. Bwana. Baba akatuambia turudi. Ndio sawa basi twende. Katuleta. Tulipofika Kariakoo, basi ilikuwa inaishia hapa Magomeni Mapipa, hoteli ile ya Butiama pale. Ilikuwa inaishia pale basi. Wakati huo natamani sana kujua. Hasa hivi watu wengi wanaona kuna barabara pale hivi. Wakati huo kulikuwaje? Barabara moja na pale katikati kulikuwa na mwembe. Mwembe mkubwa sana pale. Na kwa na round about pale. Mabasi ya kutoka Kariakoo yanaishia pale Magomeni Mapipa. Yanarudi. Kabla kwenda moja kwa moja kuruhusiwa kwa. Yanaishia nazunguka pale, yanarudi kwenda. Mji, yani ni Magomeni ndo mji. Ilala ndo mji. Buruni mtu aendi. Kinondoni mtu aendi. Kinondoni Moscow kulikuwa na minazi tu. Alafu pale kulikuwa na nyumba moja tu ambayo kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Bwana Ana. Kipindi kile cha Kambarage, walikuwa Bwana Ana na Kimbengele wa Buguruni. Walikuwa wao wanatoa damu kwa binadamu kwa kuwaondoa moja kwa moja duniani. Yaani watu unakuta mtu maiti imekufa pale, imenyonywa damu. Maiti imekufa kwa sababu ule yani utamaduni ule kwenda kujitolea damu ulikuwa haupo. Sasa bwana. Kwa hiyo watu kule Kinondoni Moscow watu hawakatiza, hawaendi. Na nyumba ilikuwa moja tu. Ni Wanyamwezi na nyumba moja tu ya Bwana Ana basi. Buguruni ni ya Kimbengele. Lakini kule kidogo watu walikuwepo, lakini kuanzia hapa Ilala hapa mwisho panaitwaje hapa Bungoni nini pale Marapa. Ni kurudi huko, kurudi Kariakoo basi. Hapa kutoka Marapa kwenda kule shughuli pevu. Basi tukaishia pale nani hapa Magomeni pale Shibam. Pale tulifika Mwembe Togwa. Pale Mwembe Togwa ni nani hapa Fire Brigade pale. Pale kulikuwa na mwembe na vivile mkubwa. Mwembe Togwa ulikuwa unaitwa. Tunashuka pale wanashusha, tunakuja mpaka nani Magomeni. Tunashuka pale. Bahati nzuri mamangu ndo alikuwa kishampata huyu mume ambaye alikuwa amezaa naye watoto 5. Toka tunaondoka yeye alikuwa na mumewe. Yuko Magomeni Mapipa. Mtaa wa Wazani Street, ambao nyuma yake kulikuwa na baa ile ya Macheni. Kipindi cha nyuma kama lazima utajua hiyo baa Macheni. Ile baa Macheni, ile nyumba ndo ile. Ndipo alipokuwa mamangu mimi mzazi kaolewa pale na huyo baba mwingine. Kwa hiyo kushuka kwangu pale lamani yangu nilikuwa nimetega hivyo. Break ya kwanza mimi ni kwanza kwa Bi Mkubwa. Tunafika kwa Bi Mkubwa baada ya kutucheki tu kama akapata huzuni sana. Watoto wale walikuwa wanategemea walikuwa hapa, sio wale waliorudi. Uchungu wa mwana. Fika pale tukapigwa brush pale kwa koga maji, tolewa lile vumbi lile lote nini. Muda ule karuka kenda Kariakoo, kanunua nguo nyingine mpya, sio zile nguo tutotoka nazo kijembaki, zile nguo tele za vichekesho. Kama utaambia kwamba hawa salamu kwenda kucheza ngoma basi ndo tulikuwa sisi. Mji ushatubadilika. Naona bwana, basi katunulia nguo, tukafanya shopping nini. Mpaka saa 2 tunamwona baba yetu anakuja, baba ambaye mlezi sasa. Kafika pale kutuona nini, katusalimia nini. Lakini mimi nilikuwa nawinda kwamba pale si sehemu salama
ya kulala mimi kwa sababu pale si baba. So mimi siwezi kukaa huku kwa baba. Sawa bwana, lazima mimi niende kwa bibi yangu tu. Bibi yangu kwa Magomeni Makuti. Kamba vipi? Ngamba basi tunataka saa 2 tu tumeondoka tunakwenda kwa bibi. Tukakae kule. Sasa hapa utaweza kuna mimi hapa naweza kwenda, baba hakukubali kama hata nikusindikizeni. Wakafunga mlango na bibi mkubwa wote mpaka kwa bibi. Kufika kwa bibi kutuona toka vipi hao? Mbona wamekonda namna hii? Mbona wamekuwa hivi? Mambo chungu mzima. Najua tena kama wazazi walivyo. Unaona bwana. Basi tukapokewa pale, tukaanza tena stories za pale kule ilikuwaje, tukamwadisia nani bibi mkubwa, nani bibi yetu yule. Baba bwana kaenda kuoa mke mwingine ndo Kalemao huko si tukatekwa huko Ruvu, basi ndo hivyo sisi tuko peke yetu pale tumeona changamoto mko chungu mzima za kupika nini. Dadangu ndo mkubwa lakini ndo anapanda ile minazi ya mama kwenda ya baba kwenda kuangua nazi juu. Yeye ndo alikuwa anafanya kazi zote. Sio bwana. Jirani kulikuwa na bwawa moja kubwa lina boko nini watu pale ndio wanavua samaki. Sisi ni watoto wadogo tunakwenda sisi. Mimi na dadangu tu. Yeye kashika kanga huko na mimi nimeshika kanga. Yeye kashika kule tunavua samaki. Tunatoa na tulikuwa tunawini kwa sababu wale wenyeji wote wa pale, yani kama Mungu alikuwa anatuangalia ujue. Sio bwana? Yani sisi tukiweka hivi tukinyanyua tunajaza ndoo. Huwezi kuamini unaweka papa tukuta ndoo zetu 2 tunarudi nyumbani. Kwa hiyo maisha ambayo tulikaa nao maisha yalikuwa kwa kweli sikuyapenda ile maisha, lakini ndio hivyo kwa sababu ndio Mungu kishaamua hivyo. Basi tuvorudi hapa sasa wewe uko darasa 7. Leo uko darasa 2 tupataje uhamisho? Wakahangaika na uhamisho, imeshindikana uhamisho. Kabidi sister agonge mwamba tena kumalizia darasa 7. Shelewa? Mimi nikapata bahati na sio bahati kwamba nimepata uhamisho, sio kupata uhamisho. Ikabidi mimi nitafutiwe shule nyingine. Nikasoma shule ya Mwananyamala, nafasi nilipatikana shule ya wazazi Mwananyamala. Pale Mwananyamala Kisiwani ilikuwa inaitwa sema Nitapa, shule ya wazazi Nitapa. Ndio. Tanganyika Association Pilots. Ni hile. Kipindi kile kulikuwa na mzee mmoja alikuwa ni msanii, Mzee Jongo. Ndio alikuwa mlezi wa shule ile. Kwa hiyo mimi nikaenda kwanza tena darasa la kwanza. Karudishwa mwaka mmoja. Sasa jinsi historia yetu inakwenda. Mwaka gani ukaweza kutamatika kumaliza elimu yako ya msingi? Elimu ya msingi mimi nimemaliza 75. Mwaka 75. Alafu nika pale shule kulikuwa na sikuweza kupata nafasi hapo. Kwa pale shule kuna elimu ya ufundi. Nikapitia pale elimu ya ufundi 75 mpaka 77. Sasa niko sahi complete kwa ufundi wa seremala. Kwa wakati wote ambao ulikuwa mdogo na ukaingia shule la 3, la 4, la 5 mpaka darasa la 7 na kuweza kumaliza, ulikuwa shabiki wa timu ya Yanga? Mimi yani nilikuwa ni Yanga kutoka wakati. Huwezi kuamini. Kwa sababu mimi Yanga nimelisi kutoka kwa bibi yangu. Bibi yako alikuwa ni Yanga. Bibi yangu mzaa mama ndio alikuwa mwanachama wa Yanga. Na nilikuwa nafurahi kipindi kile ambacho tuna sikukuu ya kutembeleana Zanzibar na Tanzania bara. Huko natoka na michezo na kwenda kule. Bibi yangu alikuwa maarufu sana kusafiri nini. Basi nikaja nikaipenda Yanga kiajabu ajabu tu. Automatically mpaka shule mimi nilikuwa wananijua kama huyu tukipanga timu huyu Yanga. Huyu Yanga ni hivyo. Vipi kwa wakati huo hali ilikuwa kama kipindi hichi, jinsi ushabiki uko na nguvu au ni zaidi ya kipindi hichi? Yaani watu walikuwa sio wengi, ilikuwa ni zaidi kwa sababu makubwa sana, ni mapenzi ya dhati. Huwezi kuipinduka timu yako hata kwa nini, na uwezi kuwa wewe Simba ukaenda kuiongoza Yanga, hakuna kipindi kile. Au wewe Yanga unakwenda kuiongoza Simba, hakuna. Yaani ukiwa Yanga ni Yanga kweli kweli. Unaona? Mechi kama Simba na Yanga, watu wanapanda dau nyumba kwa nyumba. Na watu walikuwa wanaliwa kwa wakati huo. Kipindi kile, watu walikuwa wanaliwa nyumba, majumba, magari nini. Yaani ushabiki ulikuwa, lakini si ushabiki wa kugombana. Kupigana. Kama ile tokea. Kama ile juzi, mimi naona kama ni ushamba tu. Unaelewa? Kwa sababu Yanga na Simba si maadui, ni watani wa jadi.
Shelewa? Sasa wengi vijana wa sasa hivi wanashindwa kuelewa kwamba kwa nini Yanga na Simba ikawa watani wa jadi. Kwa sababu timu ilikuwa ni moja, ni Yanga. Umeelewa? Timu ilikuwa ni moja, ni Yanga. Yanga ndio ilimtoa Simba kwenye kwa lake la kushoto. Yanga ndio ilotoa Pani kwenye kwa pale la kushoto. Kwa hiyo hawa ni wamoja. Kama ni wamoja, ni watani wa jadi. Sio bwana. Kwa hiyo wazee wetu hawa sana walikuwa Ndengeleko na Wazalamu ndio wenye vilabu vyao. Sio bwana. Sababu zamani ilikuwa haina, kwanza kulikuwa hakuna mtu sijui katoka bara kaja huku. Ni wachache kwa sababu Kambarage alikuwa anailinda hiyo. Yaani ukija wewe lazima ufike kwa mjumbe. Mjumbe awe na taarifa zako na umekuja Dar es Salaam kuja kufanya nini. Kwa vilabu vilikuwa vya watu hao makabila mawili. Mimi nimeenda mpaka darasa 7 mwaka 72. Kama sijamaliza shule, kulikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Othman. Tulikuwa tunamuita mchawi. Mchawi kwa sababu ule mpira jinsi anaufanya vile anavyotaka yeye, kwa sababu alikuwa anajua mpira. After 6 lakini uweze kusema, yani siwezi kufananisha kwa sasa hivi. Sioni labda Harid Abed. Yule wa Simba. Au kukija Gripet Mainya kwa Yanga. Kwa wakati ule. Yule kijana ambao ni kijana mwenzangu ambao tulikuwa wote shule, tulikuwa darasa moja. Akapata bahati wakamchukua Yanga. Akawa Yanga Kidis. Lakini timu yetu ya nyumbani kunachezea kandanda football club. Ilikuwa Kinondoni Moscow. Sasa kandanda mimi nikatoka niko Magomeni Samzige, ya akabaki pale, akatoka kandanda akaingia kuna timu moja hapa Tipi Nyundo. Kinondoni Moscow, Tipi Nyundo. Pale CCM wa Kinondoni ile ndio ulikuwa uwanja wa mpira pale. Kandanda ulikuwa kule katika minazi. Hawa Tipi Nyundo ndio walikuwa wanacheza pale. Kwa hiyo akatoka kaingia Tipi Nyundo. Mimi niko Mzige Dar es Salaam Magomeni. Basi kwa sababu niko nacheza namba 7, 9 au pale katikati. Yani popote utakapooneka mimi nachaji. Nikiingia 9 lazima wewe ufurahi na magoli. Nikiingia 7 basi namba 9 lazima ufurahi na cross yangu. Sana. Yule bwana akanipenda, Osman akaniambia, wewe bwana twende ukacheze huko. Kanichukua kule kanileta Yanga Kidis. Yanga Kidis. Ulipata bahati kabisa. Nimecheza Kidis. Kila pale. Kocha alikuwa Fidel. Unaona bwana. Kipindi kile kocha Fidel timu A ilikuwa Victor Sanslaus. Mzungu kutoka Romania. Basi nikaupiga pale, lakini kipindi kile kupanda mpaka upande mpaka ucheze uje upate ilikuwa shughuli kubwa. Uweze kufananishwa na Kitona Manala, uweze kufananishwa na Sande. Uweze kufananishwa na Kasim Manala. Uweze kufananishwa na Adolf Richard. Wanatoka Kidis wao wanakwenda B, sisi tunalisi Kidis. Ni watu ambao tayari washapandishwa wale B, wanatoka B wanapelekwa A. Tambolea Mwalimu Tambolea anachukua ile Zanzibar mpaka anawapandisha A. Ni wachezaji ambao tayari wako na akili timamu, moto kina Juma Punamani. Sawa bwana? Kwa hiyo sikupata bahati ya kwenda juu. 1989 niko katika timu za mchangani chini huko, daraja la pili Mzige huko, nimerudi huko cheza timu kule Jawa nani hawa White Star pale Magomeni Makuti. Basi ilikuwa ni 89. Nikamwambia bibi yangu, mimi sasa nishafikia umri wangu wa kupata kadi. Kaambia ina matatizo. Sawa. Tawi langu mimi liko Uarani. Na yeye akanipeleka Uarani, nikawa Uarani pale. Nikawa kama mpenzi. Nimedumu kama mpenzi pale ndani ya miaka 3. Zamani huwezi kupata kadi hivi. Wewe anakuwa uwanjani unaambiwa kadi zinauzwa za Yanga. Unasema wewe mwanachama. Unasikia, yani mtu unasikitika kwamba kadi zinauzwa hivi. Hata kama mamluki akitaka kadi sana ingia tu moja kwa moja.
sisi tulikuwa tunachunguzwa miaka 3 uko pale. Wale wazee wako pale, unajua uko pale unasota. Kulikuwa na siri gani mpaka mnakaa muda wote huko? Ni lazima kwanza kuangalie kama kweli wewe ni Yanga. Unaugua vipi wewe? Sawa? Bado unatumikishwa na wazee. Sawa? Katika idara nyeti. Bana hapa hebu nenda pale. Nenda pale. Unaingia. Sio na uka hivyo. Basi fomu inakuja. Mpeni wewe bwana. Nikajaza mimi nikapata kadi yangu. Kadi ile ya 89 ilikuwa kwa katiba 68. 89 90 89 90 91 92. Makadi zinafanywa mabadiliko. Kachukua kadi kutoka kwa Marem Mate, katibu mkuu. Asante ndugu mtazamaji, jinsi gani unaweza kuona hizo timu zilikuwa ni kubwa toka wakati wa zamani. Kama unapoona wajanza leo tu umeshughulika kuona mtu na kadi bali kwa miaka mingi sana hapo unapata kusikia story kutoka kwa mzee Magoma ni kwamba unaweza kukaa miaka 3 ndio unapewa kadi ya chama na kadi zile zinafanywa updates kwa maana kwamba kila siku zinabadilishwa baada ya muda fulani zinabadilika. Ndio mzee Magoma. Umeona bwana Kwa hiyo 92 mimi nikapata kadi yangu kupitia kwa Marem Mate, alikuwa ndo katibu mkuu. Na Mayunga ndio alikuwa mwenyekiti wake. Kapata ngabadilisha kadi. Lakini sio unabadilisha unatoa ile unarudisha, ile unabaki nayo na unapewa nyingine sasa. Ile sana kwa haitumiki. Nikaenda hivyo mpaka kaja tena badiliko lingine la kadi kipindi cha 2023. Jamari Malinzi akatoa kadi zake za plastiki kama za ATM zile. Nikachukua. Kaja tena Marem Madega. 2002 ilikuwa. Nikachukua. Kaja tena hii ambayo ametoa mwanangu Engineers. Hii sikuchukua. Sikuchukua kwa sababu baadhi ya wazee ambao mimi nimetoka nao huko nyuma katika matawi yao African Temeke, sawa, African Sports na Uwalani. Matawi makubwa matatu ndio walikuwa nabeba Yanga. African Sports Magomeni Makuti, Uwalani na Temeke. Wale wazee wote katika tukakaa nasikiza sasa vikao vya wazee sana ingia na mimi na shirikisho. Wakaanza kunipa sumu bwana hapa katiba hii tumeuliza kule katiba hii ni halali sio halali, kumbe tunakwenda nayo katiba halali ni hii ambayo ya kadi zile za kwanza. Shida bwana hebu nipeni nyaraka na mimi. Kweli nyaraka zinakuja napewa mimi kutoka Lita. Na Lita ukajibu moja kwa moja. Unaona kwamba katiba halali ya Yanga ni 1968. Ambayo hawa Lita waliwatuma hawa wazee wa Yanga kwamba wafanyie mabadiliko ile katiba ya 68 ili iendane na usasa. Wakaweka mabadiliko yao 2011. Wakaenda kuhifadhi kule Lita, ipo kule. Shule bwana hapo sasa ndo tunaanza hii tunapotaka kuendelea ndo tunakuja sasa. Sawa. Karibia. Basi baada mimi kuniweka hivyo kuniambia na kweli hizo nyaka kila nikiziangalia kuta kweli. Ni hizi ni kadi halali ni hizi. Kumbe hizo zote tulizokuwa tumechukua sio halali. Tumeingia katika mkutano tumepata kiongozi wa kwanza ambaye ni nani huyu? Kabla huyu mtoto Msola. Unaona Mshindo Msola. Mshindo Msola wakati anagombea kukawa na kadi za kama za ATM na zilitoka CRDB Bank na benki ya Posta. Walitoa hizo. Shida bwana? Lakini zile kadi zilivyoandikwa nyuma kadi hizi ni mali ya benki ya Posta. Unaona bwana? Kwa hiyo hii kesi ambayo tulofungua sasa hivi kama sisi tumewashtaki board trustee ya Yanga kwa katiba ya 68. Nataka ifahamike hivyo yani. Kwa katiba ya 68. Ambayo board trustee ya Yanga kwa katiba ya 68 alikuwepo Marem Juma Mombero
yuko Abedi Mohamed Abedi, yupo na Juma Kambi. Mikutano mingi tulikuwa tunafanya ya wanachama, Juma Kambi alikuwa hahudhurii. Tukaamua huyu kumtoa. Tukabakisha wawili tu. Abedi ambaye Abedi Mohamed Abedi ambaye ni Falcom na mzee marehemu Juma Mwambero. Juma Mwambero kaja ukampata mauti. Kabaki Abedi peke yake. Katiba yetu sisi inaruhusu ile ya 68 kwamba tunaweza tukawaweka wazee. Sawa? Ndio. Ambao wenye mali zisizohamishika katika ile bodi ya wadhamini. Sisi tukaona bwana kwa sababu hatujafikia kukaa kikao cha wanachama, bora tumpachike mama Fatuma Karume. Tumweke na mzee Jabiri Katundu. Tumweka mama Fatuma Karume kwa heshima ya baba mzee Karume mwenyewe. Sawa, kwa sababu alikuwa ni Yanga na kapromote Yanga vile inavyotakiwa. Mpaka jengo lile la Yanga pale la club pale Jangwani. Msaada mkubwa umetoka kwake. Tukajenga ile jengo. Na ilikuwa chini ya usimamizi wake. Kwa hiyo kwa heshima ya baba, kwa sababu yeye ndo amekuwa marhamu, acha tumchukue mama tumweke. Tumempa kile cheo kwa heshima mama. Sawa? Tukamchukua Jabiri Katundu. Kati ya viongozi wa zamani wote wamefariki, kabaki mzee Jabiri Katundu. Tukona tumweke na mzee Jabiri Katundu wewe kwa heshima. Umeona? Na walifahamu hiyo. Kwa sababu sisi tumewahamisha tu wale. Madega kipindi chake alimteua mama Fatuma Karume akiwa pale pale klabu. Kwa sisi tuliwahamisha kutoka huko tukaweka huko. Lakini Lita hawasomeki. Kule Lita hawasomeki. Kule Lita anasomeka mtu mmoja tu, Abedi. Kwa heshima ya hawa watu wa serikali, wakubwa wetu hawa, tukaona hii sasa tukaenda mahakamani. Sisi tukimuuliza mama Fatuma Karume, tukimuuliza Abedi, tukimuuliza na mzee Jabiri Katundu, kwa sababu asi ndio Yanga unajua. Mbona Yanga inakwenda hivi? Katiba jua katiba mpaka sasa hivi wanachama tumewekwa nje. Ili swali likoje kama board trustee? Maana yake kuwauliza. Mzee Jabiri kajitoa katika ile kesi. Sababu na mimi naumwa kutokana na hali yangu, mimi siwezi kuhudhuria mahakamani. Kweli hakuhudhuria katika kesi. Mama Fatuma Karume kile tukimpelekea summons ya kuitwa mahakamani, mama naye akawa haji mahakamani hataki. Tukaona okay, hii swali itabewa na mtu mmoja. Si yupo yeye na yeye ndio mwenyekiti sasa. Kwa sababu mwenyekiti alikuwa mzee Juma Mwambero. Kwa hiyo kufa kwa mzee Mwambero sisi tukamwambia wewe kaimu hicho kitu. Yeye akawa ni kaimu mwenyekiti. Sawa? Kesi ikawa inaendelea. Kesi tumeiendesha mwaka mmoja, ile kesi tumeendesha mwaka mzima. Sawa? Ndio. Kwa njia za kisheria. Hawafiki, naomba pelekeni tena. Mheshimiwa hakimu wanatupa, hawakuja tarehe na kuja wapelekeni tena summons. Tunapeleka tu hawaje mpaka tukamwambia mama tutakwenda hivi mpaka lini sasa? Karibu miezi 3 mimi na kwenda kesi inailishwa tu, tunapelekea watu kuja hawaje. Na uzuri zaidi kwamba watu wengine wanaofanya kazi hii si kwamba mimi napeleka mimi, makotu broker wa mahakama ndio wanakwenda kwa save, wanakuwa saved, hawataki kusaini. Tangazeni na gazeti. Tukatangaza katika gazeti. Tumefuata zile sheria zinazokuja, process zote za kisheria tumefuata. Tukatangaza kwenye gazeti. Tarehe imefika, hawakuja mahakamani. Ikabidi si tumwambie mama. Hawa siofika ndio huyu mmoja alikuwepo hapa. Si ndio mwenyekiti anawakilisha hao wote? Kwa nini mama kesi isomwe? Kweli ikasomwa kesi. Na Abedi akajibu. Karibu ni kweli kabisa hayo mambo mazungumzo yanayozungumza wanachama mbele ya mahakama ni kweli. Lakini sasa mimi sina uwezo wa kuwasimamisha wale kwa sababu wenzangu wana hela. Wamenizidi kutokana na nguvu ya pesa. Kukiri mahakamani, mahakama ndio katoa hukumu. Sawa? Hukumu ile sisi tumeshinda. Baada ya kushinda, sisi hatukwenda kwa save akina nani akina engineer Ellis. Hatukuwa save ile. Sawa? Tumekaa nao ile kesi mwaka mzima kwa sababu timu ilikuwa inafanya vizuri. Kombe la shirikisho, nini ligi, nini tukaona hapa sisi tukifanya hii leta mzozo hapa. Sio bwana? Na nani wakili wetu akatuambia sasa hapa fungueni na kesi ya utekelezaji. Sawa?
Okay, tukafungua kesi ya utekelezaji. Sawa? Ndio. Watekeleze amri ya mahakama. Tunakwenda katika kesi ya utekelezaji, wale wakaja kugundua kwamba kuna kesi kule mahakamani. Wakaiingilia ile kesi. Sawa? Kuingilia wakaenda statement zao kubwa walikuwa mkono kwa Mheshimiwa Mushi au viongozi sasa. Viongozi hawa kina engineers. Kwa Mheshimiwa Mushi. Sawa? Mawakili wao wakaenda pale kumforce kwamba hii kesi ina madhara kwetu, sinatakiwa si lazima tuingie katika kesi hii. Shile bwana? Ndio. Wakapewa wale siku 21. Wale wakatengeneza malalamiko yao ndani ya siku 2 tu. Wakarudisha pale. Ikatojwa tarehe ya kesi. Unaona bwana? Sisi hatukuseviwa kuitwa kwa sababu sisi ndio wahusika, itakuwa si lazima tuwepo mahakamani. Hatukuseviwa sisi. Unaona bwana? Kesi ikahukumiwa kwamba hawa wana uhalali wa kuingia katika kesi hiyo. Kwa wale ndio wakaingia sasa kupata nguvu, walikuwa hawana miguu, roka teseni walikuwa hawana. Wakapata nguvu ya kusimamia katika kesi yetu kwamba wamekubaliwa na Mheshimiwa Mushi, ambaye yule Mheshimiwa Mushi aliyohukumu ile kesi akutoa summons sisi za kutuita kwenda kujibu hoja. Sisi akutoa kama ilivyosema. Imekwenda kininja ile kesi. Sio? Ndio. Na mimi niliwaambia TAKUKURU, hebu ingieni basi waangalieni. Sababu simpo nyinyi. Nyinyi simpo, kazi yenu nini? Ndio. Hii kesi inakwenda hivyo. Inawezekana kabisa hapa kuna mnyoko ambao umepita. Sisi tuna wasiwasi kwamba pale kulikuwa na hongo kubwa imefanyika. Unaelewa bwana? Lakini TAKUKURU yenyewe tena ndio hivyo. Yaani hatujui kwamba siji tuingilie wapi. Unaona bwana? Tumebaki kama watoto yatima. Tuna haki ya msingi, lakini ile haki watu wanaifunika. Sasa hii isiwe mazoea ya nchi kwenda hivyo. Sawa? Haya ni madhara kwa sababu sisi ni wananchi, sisi walalahoi. Alafu sisi ndio wenye klabu yetu, tunalalamika si kwa njia ya siasa. Si hatuko kwenye siasa, tuko katika mpira. Inatokaje nguvu kubwa ya kwenda kulipindisha hili jambo? Limepindishwa, wale wakaingia kwenye kesi yetu. Sawa bwana? Ndio. Wakatumbukiza mambo yao. Ndio. Mara wakafungua kesi mashtaka polisi kwamba wamesaini signature ya Mama Fatuma Karume. Nini? Ushele bwana? Ni kesi ambayo ilikuwa imetengenezwa tu. Unaona bwana? Labda ningependa kujua maisha yako yalikuwaje ndani ya kesi. Ilikuwa magumu. Hali yako ilikuwaje? Ilikuwa magumu. Ilikuwa magumu. Unajua bwana? Timu inashinda. Sawa? Watu waangalie jambo la msingi ambalo ulikuwa nalo wewe. Wao wanaangalia tu kwamba Magoma mbaya. Magoma huyu kwa hivyo. Magoma anatumika. Magoma kirusi cha Simba. Unaona bwana, Magoma anatumika na Simba. Magoma hawaangalii madai yangu mimi ya msingi ni nini. Yako na katiba. Na wanitenga. Wamekuja kuja sasa hivi ndo narudi. Baada ya kufahamu, kwa sababu nilikuwa naongea sana na vyombo vya habari kuwafahamisha kama hivi leo ninapozungumza. Wakaelewa. Na wengine wadakuzi wa zile kesi wakawa wanazipitia katika mtandao, wakaona kabisa kama mimi na haki hiyo. Sawa? Kwa walipokwenda wale wakaipiga TikTok ile kesi. Sisi hukumu yetu katupiliwa mbali. Sawa bwana? Sio hoja zote zikatupa, nikashangaa. Hukumu inatoka hapa katika mahakama hiyo, mahakama Kisutu. Alihukumu ni hakimu hapo Kisutu. Hawa wanapataje nguvu ya kuingia pale? Unaona bwana? Halafu hawa sisi na wao katiba ziko tofauti. Wao na katiba yao ya 2021. Sisi hatukupiga full stop wala nini. Watu kwenda kuipinga mahakamani hiyo. Sawa, tumekwenda kupinga katiba yetu sisi wenyewe ya 68. Sawa? Hao pata mkono vipi wa kuingia katika katiba ya 68 wakati hawa huku sio wanachama? Maana kwenye katiba yetu sisi wale sio wanachama. Na katiba yao wao wanavyohesabu wao kwamba Magoma sio mwanachama. Nyinyi sio wanachama. Sasa hao wanaingiaje huko katika kesi yetu sisi? Sawa? Na nyinyi mnahitaji mabadiliko ya katiba. 2011 ile ndio isimame katika uchaguzi. Sawa bwana? Wapatikane viongozi. Wakishapata viongozi wale, kama kuna katiba ambayo inataka tutende katika maendeleo kama hivyo walikuwa wamefanya pale na nini, kumbe Yemen, basi tubadilishe, yani twende pamoja. Ina maana tusiachane nyuma kama jinsi kama sasa hivi jinsi ilivyo, mbele nyuma mwiko. Sawa? Lakini wao kwanza ile katiba tikia washatotoa huko walipoingia kwenye kesi, sio fahamu kama wanachama. Sawa? Tumekwenda ni
mwanzoni mwaka huu nadhani. Wakaleta remind yao kwamba Magoma unatakiwa ulipe Yanga milioni 50. Nilipe Yanga fidia ya uendeshaji wa kesi yao. Okay, mimi sina baya. Hela ninayo. Sawa? Ndio. Hela nayo ya kulipa. Lakini namlipa nani? Ndio swali unalo. Na wamekuletea hiyo mwaka huu. Wameletea mwaka huu ndio nakwambia. Na mwezi wa kwanza nadhani. Mwezi wa kwanza mwaka huu. Utanayo. Sio bwana? Namlipa nani? Unalipa timu, mwanachama au nani? Nani namlipa? Kwa katiba ipi? Huyo ninayemlipa mimi kwa katiba ipi? Kwa sababu katika ile kesi wanaonekana kwamba board trustee ya Yanga ndio alofanya mapinduzi yale ya kesi ile. Ambao board trustee ya mwaka 2011 sisi hatuifahamu, hatuitambui. Sawa? Sisi board trustee yetu tumetaja na majina. Mbona hawa majina hawatajwi? Kwa tumeclaim mahakamani, nadhani kwamba kesi inaendelea Kisutu, bado inaendelea Kisutu. Ni kwamba tunawauliza hao wanaotudai sisi ni akina nani? Majina yao tunataka kwa majina wataje. Ni akina nani? Kwa majina pale ndani hapo majina. Imesema tu board trustee ya Yanga. Tunataka majina yale yatajwe pale hadharani. Taifa lisikie, alafu sisi tunatupate hoja ya kuwajibu hao wanaotudai sisi. Kwa hiyo jamani, ndugu mtazamaji, umeona mlolongo wa kesi jinsi ilivyo. Haikuanzia hapo karibuni ambapo kila mtu upata kusikia, bali ilianza nyuma kidogo huko, na mambo yalianzia kwenye katiba na kadi pia za wanachama. Vitu vilikuwa ni vingi sana mpaka kufikia hapo mzozo ulipokuwa na anasema hapa ndio Magoma anasema kwamba kesi bado ipo. Na umesema maisha yalikuwa magumu sana. Maisha yalikuwa magumu Kipindi cha kesi. Yaani watu walitenga wale shabiki. Unaona simu unaona? Ndio. Simu mbili zimechukuliwa. Ajabu tu. Uliibiwa, walikuchukulia tu. Hawa watu wa STG. Zile zangu zile kubwa wakachukua. Nikawaachia. Bado nikawa nawajibika kuripoti polisi Central. Kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya Ilala, Mnubi. Kila wiki nikawa na ripoti pale kama mwalifu vile na ripoti pale, naambiwa si utoa nyaraka zako zote ambazo umezisaini. Nikawa nazitoa mimi zile nyaraka nilizokuwa na saini kwa nilizonunulia, labda nimejenga zile zangu nini misumari nini, nikawapelekea zote. Lakini unaipenda Yanga na unatamani ifike maendeleo. Ndivyo ilivyo. Kwani ni nani aloibua lisakata? Hakuibua Magoma. Sawa? Ile kesi mimi nimekaa nao mwaka mzima nao ndani. Yanga zinafanya vizuri. Kama ningetaka kwa save zingeenda kwa save. Wakawa save. Lakini si kwa save. Sawa? Kwa sababu Yanga inafanya vizuri. Lakini viongozi hawa wa Yanga kupitia mwanasheria yule Patrick Simoni pamoja na Alikamwe ndio waliosimama klabu ya Yanga wakautangazia umma mbele ya vyombo vya habari vyote vya nchi kwamba Magoma anataka kumpindua Engineer Hersi. Chelewa? Una haja hiyo. Mimi siko na haja hiyo. Wewe ni mpenzi tu. Mimi ni mwanachama tu wa klabu. Ni kwamba nataka klabu ipite katika njia hizi ambazo tunajua kwamba hizi klabu inaweza kupata maendeleo. Ipite katika njia hizi ili klabu ipate maendeleo. Wanachama nao wapate thamani yao ya wanachama. Sawa bwana? Klabu inufaika kutokana na zile hisa tukazonunua. Sawa bwana? Sasa hivi leo mfano tu mdogo uliokuepo. Wale JKT wale wana uwanja, Azam wana uwanja, sisi tunakwenda sasa hivi kwenda kucheza huko. JKT, sawa? Lakini Yanga ni klabu kubwa ambayo ina miaka karibuni 80 na inacheza KMC, inacheza Azam, inacheza Shamba la Bibi, inacheza Taifa. Sasa hii hali itakwenda mpaka lini? Kila kiongozi anajua nyimbo ya kuimba pale ndani ya klabu ya Yanga ili kupata uongozi ni kutamka kwamba anataka kujenga uwanja. Kwa sababu Yanga wana hamna uwanja. Inapita miaka mingi. Sasa hakuna kitu hicho. Engineer anasema mimi leo mkinichagua. Sawa bwana? Yeye anazungumza. Mkinichagua mimi ndani ya miaka yangu 4 basi tutakutupisha upate pale uwanja wa kimataifa. Lakini labda tuseme watu waongeaje haya mpaka mwanze kufanya vibaya.
Na Yanga hajafanya vibaya. Kwa sababu hata wao waliolipua Yanga ilikuwa inafanya vizuri. Wameilipua tu wakaliwasha. Kwa hiyo walipoliwasha lile, mimi nilichukua timing ya Yanga na kwa sababu ninaifahamu Yanga jinsi ilivyo. Nikachukua kwamba Yanga nikataba mpaka nazungumza hivi kuna nini hapa? Yanga ina mechi na Simba bado wiki moja. Ndio. Hawa wanaongea neno hili. Ni vipi? Tulivyofundishwa na wazee wetu ni kwamba unapoona kitu kinakwenda tofauti basi ndani ya klabu yenu kunakuwa na mamluki. Kuna mtu kidogo. Kuna mtu ambaye sio huko ndani. Kuna mamluki. Unaona bwana? Na mimi baada ya kulichukulia ile hapa sisi tumeingiliwa kwa sababu gani? Hawa wanacheza na Simba. Hawa wana mkono wa Simba. Wanaweza wakapewa bahashishi na Simba, wauze ile mechi kwa Simba. Alafu mechi ile sisi tunafungwa. Watu wamechukua mabilioni hapo sasa. Sisi tunafungwa. Tukisha ipo. Tukishafungwa. Sawa? Ili paka chabovu litakwenda kumwangukia nani? Magoma. Wewe ndio. Sisi sio metati yale pale washazungumza katika mkutano. Magoma, unaona huyo Magoma? Ndio tufanye hivi mpaka sisi tumefungwa. Unaona? Magoma umecheza. Yani sio utasema tu ule mgogoro umezalishwa na Magoma ndio umekuwa sababu kubwa sisi ya kufungwa. Sio? Wakati ule mgogoro kumbe wameuandaa wao wenyewe. Kwa sababu mimi mantiki yangu ilikuwa ni moja tu. Hata kama tungepata hukumu ya utekelezaji tusingeenda kwa save. Mimi ningemwacha engineer maize miaka yake 4. Kwa sababu Yanga sinafanya vizuri. Usajili mzuri nini kila kitu nini. Ushelewa? Tungempa advantage hiyo. Tena miaka 4 lakini utakapotishwa mkutano sisi tunapeleka order yetu. Wa uchaguzi. Sawa tunaweka order yetu. Bwana hukumu hii hapa tunatakiwa mtekeleze hili. Hatueni tena katika uchaguzi huu ambao mnautaka nyinyi. Sisi tunakwenda katika uchaguzi wanachama wote wa Yanga washiriki kuchagua viongozi, wanachama wote wa Yanga wawe na haki ya kuchaguliwa. Hivyo tunakwenda katika mkutano wa wanachama kwenda kuchagua kiongozi atakayetuvusha ili Yanga tusiwe omba. Kwa sababu leo hii sasa hivi tulipo, tuko chini ya karibu Yanga. Ndio. Akiondoka, tunarudi kule kwenye bakuli. Kwa sababu Yanga haina maendeleo. Tumeshika wapi tumejiendeleza ambao sisi tunaweza tukasema tukajiendesha sisi wenyewe. Hakuna sehemu ambayo tuloshika. Kwa hiyo kiondoka karibu tunarudi tena katika chekeche. Hii hali ndio ambayo sisi tuko tunaipinga, hatutaki hii. Haijafunguliwa kampuni. Hii sisi hatuitaki. Sisi tunataka Yanga ijiendeshe, sio Yanga ipige magoti kwa mtu kila wakati inakwenda kupiga magoti hodi mpaka bungeni tunakwenda. Bunge kazi yao nyingine, wao kuamua mambo ya nchi yanavyokwenda, wananchi wao wanataka nini. Isiwe sisi kila siku tunakwenda kula bunge tuchangieni au wabunge ndio njooni huku. Kwa nini tuwajibike bunge? Wakati Yanga yenyewe ndio ina katiba yake. Tunawajibikaje sisi kwenda bunge? Ni vitu ambavyo hivi haviwezekani. Sawa? Sisi tunataka Yanga ijitegemee, sio Yanga imtegemee mtu. Huu mfumo ambao umeandaliwa huku wawekezaji watatu, Yanga bado ndio inanyang'anywa kabisa Yanga kwa sababu hawa watu watatu wana uwezo wa kununua wanachama 5. Sawa? Kwa matakwa yao watakayoyataka, wana uwezo wa kununua hawa wanachama 5. Kila mwanachama milioni 2 ikapita hoja. Lakini wanakuja wanachama ambao wewe wengine huwajui, Yaani wanachama wote ndio wanaingia kwenye mkutano. Hawa wametoka huko wanakuja pale, utaonga? Huwezi kuonga. Kitapitishwa kitu ambacho kiko sahihi. Huu ni woga ambao sisi tunauona kabisa kwamba hiki kitu kipo, kimeandaliwa, kitu kinatakiwa kifanyike hivi. Sasa kwa vision tushaona kule. Athari za kule tushaziona kwamba kule kutakuwa na athari gani. Sawa? Endapo siku. Kwa hiyo wanachama Yusuf Manji baada ya kuondoka. Baada ya kuondoka kwa Yusuf Manji ikawa inazorota. Si umeona? Tulikuwa tunamtegemea Manji. Akaja ile mifumo alikuwa amesimamia ya kusema kwamba Yanga tunatakiwa sisi tuwe na kampuni yetu, kampuni hiyo ya Isa, akaacha akasema mimi nataka tukodishe Yanga. Ndipo watu wakalipuka pale. Sasa hapo ni masufuria mpaka unataka kukodisha. Mfumo huo uko wapi? Mbona hata Ulaya hakuna huo? Tumekubaliana katika vikao vyetu vya mwafaka wanachama wote kwamba Yanga iwe na kampuni. Sio Yanga iwe kampuni, no. Yanga iwe na kampuni. Bakaresa Group, GSM Group. Sawa? Kuna kampuni mama, alafu kuna zile. Sawa?
Kwa hiyo Yanga ibaki kama kitengo cha mpira. Hiyo na viongozi wake wa mpira, mwenyekiti, katibu na kila kitu bwana, fedha huku kama Yanga. Sawa bwana? Mgongoni kuwe na kampuni ambayo itakuwa na management yake yote, wasomi wote walosoma, vyuo vikuu walikuwa na sifa gani. Unatangaza pale, kazi inatangazwa pale, watu wanaendesha kampuni. Kwa nini watu binafsi tu hivi wanaendesha makampuni yao? Sisi Yanga tushindwe kuendesha kampuni. Ni kwamba kuna ukilitimba, watu wanafanya kwa makusudi kwamba Yanga kila siku iwe omba. Na Yanga inapokuwa omba, si Yanga peke yake, mpaka wanachama wako wanakuwa omba. Sawa? Mpaka wanachama wanakuwa omba kwa sababu wanachama pale, kuna wanachama wako pale. Wale kina Msumi wote wamekaa omba wale. Wao mnaoita si mzee Msumi, wote omba. Sawa? Nakuelewa. Kwa ile haki ya kupata wao haki yao ya msingi ilikuwa kwenda katika kampuni tu. Wanufaika na haki yao basi. Asante sana mzee Ngoma. Labda kwa kumalizia, kwa jinsi unavyoona sasa hivi mwenendo wa, tuanzie kwanza na mwenendo wa kikosi cha Yanga, ukiangalia picha yake ya wachezaji wake na sura, taswira na kila kitu kilivyokuwa, ukiangalia na kikosi cha mwaka gani unakifananisha nacho, unasema hichi kinanikumbusha mwaka huu nikiwa natazama? 74. Mwaka 74 kina Sunday Manara, kina Gibson Msembuli, wale unapiga goli basi haiishi mpaka iishe. Sawa? Unakumbuka lenye Magana? Kwa tumecheza Simba mtutangulia goli moja. Ibaki dakika 2 tu watu wamechomoa. Na watu wameingia katika mapipa maji ya moto, wamejiua. Tukio kubwa sana hilo. Yaani watu baada ya tukawapiga sisi 2-1. Tunachukua kapu, tunarudi kwenye treni. Treni ile ilikuwa kama la Yanga, zimepambwa kanga za Yanga. Na wakati ule rais akasimamisha watu kazi. Kawa watu wamesimamishwa kazi. Kwa nini treni inakuwa kama mali ya Yanga nini, lakini ilikuwa kidogo nini, baadaye akarudisha Kambarage. Akarudisha tena kazi. Ni tukio ambalo kubwa ambalo mimi nalifahamu kwamba kwa timu hii iliyokuepo sasa hivi bado haifikii. Tunasema tunafananisha tu, haifikii. Kwa sababu kwanza wale wachezaji walikuwa wanacheza kwa moyo wao kuipenda Yanga. Hawachezi kwa pesa. Sawa? Wanaipambania Yanga kisawa sawa. Sidhani kama viongozi sasa hivi wanawajua wale wachezaji wa zamani waliopita pale Yanga wakawapa thamani yao. Sidhani. Hao watoto wadogo waliokuwa pale Yanga. Sidhani kama wanathamini wachezaji wale waliopita Yanga wakacheza mpira kwa jasho lao haswa bila pesa. Hii timu tulikuwa nao sasa hivi tunacheza kwa pesa. Bila pesa. Ukiwa na hela basi ndo mchezaji unamshawishi kubwa anakuja kucheza. Na mlikuwa muuziano wachezaji na Simba. Yaani mchezaji azunguke kule. Au kumchukua unamchukua kininja. Kama tumchukua Madem Method Mugera. Method tulikuwa kadana hiyo Simba na Yanga shamba la bibi. Simba kipindi cha kwanza draw, tumetoka Brazil. Unaona bwana? Kipindi cha kwanza draw. Kipindi cha pili Simba akatoa timu wakakimbia. Hawakurudi. Kwenye basi yao pale wamwacha Method peke yake. Uwanjani karudi mwenyewe. Method ndo anarudi anawaita wachezaji wenzake waingie huku, wachezaji wanaondoka. Simba kule jukwaani wale wapenzi, yani kama ni mpango ambao wale wapenzi wenyewe nao walikuwa wanajua. Wakanamrudishia makopo na hiyo Method. Kwa nini wakimbieni? Unaona bwana? Ilikuwa hatari sana. Sisi rekodi zote tunaweka sisi wenyewe na kuzivunja sisi wenyewe kwa sababu hii michezo ya Simba ni wao ndo waanzilishi wenyewe. Lakini ajabu unakwambia Yanga wamekimbia. Yanga hawakimbia. Bwana Magoma ni shabiki wa Yanga. Kwa wale mashabiki ambao mnasema ni kirusi, mnamsikia maneno yake anapoongea. Lakini pia watani wanasema ya kwamba wao ni wa kwanza kupiga mechi na watu kutoka Ulaya. Kuna ukweli gani kwamba nyinyi hamjawahi kupiga mashindano ya kutupa historia ya kwa sisi hatukuwepo? Sisi ndio watu wa kwanza. Kucheza na watu kutoka nje. Sisi ndio watu wa kwanza. Nakumbuka tumecheza na Fluminense kutoka Brazil. Alafu Uingereza kuna timu moja hii. Kuna timu moja tulicheza nao Southampton. Ndio. Tulipiga nao uwanja Taifa. Matokeo yalikuwaje? Kipindi kile timu ilikuwa kali, ni bila draw. Mechi draw. Hata Fluminense draw vile.
Tulikuwa tunahitaji baada ya kutoka draw na hawa, tulikuwa tunahitaji Santos. Ndio, Santos Ronaldinho na Neymar. Sasa Santos yenyewe ilikuwa ya Edison Arantes dos Nascimento, Pele. Chele bwana. Ndio tulikuwa tunataka ile na Pele. Na kanga zilitoka. Santos ni wageni wa Yanga. Tulitoa kanga kabisa. Urafiki ulitengeneza zile. Sawa? Kwa sisi sio hii Simba wanapocheza juzi na nani hawa ile kombe la Sport Pesa. Kwa wale ambao waliozaliwa sasa hivi ndio wanakiona ndo kwanza kile. Timu za Ulaya zilikuwa tena, hiyo nimekwambia mimi nimekupunguzia. Timu nyingi zilikuwa kutoka Uingereza na kutoka Brazil kuja kufanya mazoezi huko na vilabu hivi va Yanga. Kufanya mazoezi ya vilabu Yanga. Utakuta ni wageni wa Yanga, kuna kati Yanga anampasia wewe Simba cheza nao. Shelewa? Tumekwenda Brazil, tumekwenda kwa Brazil. Tunarudi Brazil mwaka wa kwanza. Simba nao wakaiga. Wakaenda kipindi kile na kina Aden Lage. Sawa bwana? Ndio. Tukaja sisi tukaenda Romania. Simba nao wakaiga, wakaenda Poland. Sawa? Kwa hiyo mimi na viangalia kwanza hivi vilabu vyenyewe. Vinategemeana kwa ukweli kabisa. Ni ndio maana tukaita kwamba ni watani wa jadi, si uadui. Kama hivi watu wanapigwa huko nini? Ni ujinga. Wewe mpaka unakwenda kumpiga mtu nini? Kwa sababu ya kukucheka. Kucheka si ndio umefanya vibaya? Ili ufanye vizuri, si lazima uchekwe. Ndio. Unajirekebisha, umefeli shule, hesabu ufanye vibaya. Mtu anakucheka upate hasira. Ufanye nini? Sasa angalia sasa hivi Yanga. Kama Yanga watakaa vizuri. Watapata njia nzuri sahihi ambayo ya kuongeza usajili wao wa nguvu. Na Yanga sasa anatakiwa usajili wa nguvu, sio usajili wa kubahatisha. Zile timu zinazocheza ligi ya klabu bingwa ndio watakiwa wachezaji wachukue mule. Wachezaji wa Yanga wanatakiwa watoke mule katika vilabu vile. Sawa? Sio wachezaji wa kupigwa. Unachukua tu tunakwenda mchezaji anashindwa kucheza, tunamlipa hela yake ya miaka 2, hela anaondoka tu Yanga. Kumbe inakuwa sengene, inakuwa mipango unajua ile. Inakuwa mipango ya viongozi. Bwana hii 10% basi huko wewe ucheze pale kutolewa kama miezi 6 tayari unatolewa pale hela tunagawana. Sawa? Ndivyo hivyo wanapofanya. Sio bwana, lakini kama Yanga watakaa chini wakisajili vizuri, yani wachezaji wa mashindano yale makubwa. Sawa? Ndio. Na uhakika watafanya kitu kikubwa sana kuliko kufanya Simba. Ndio. Kwa sababu Simba kafanya kitu kikubwa baada ya kumuona Yanga kaingia finali. Maana katika mashindano haya Yanga ndo mtu wa kwanza kuingia finali katika hii ligi ya mabingwa. Yanga ndo mtu wa kwanza kutoka mfumo badilishwe. Yanga ndo timu ya kwanza kuingia finali. Shirikisho. Kwa Simba kuona vile nao umeona wamejipanga. Bado hawajakuwa vizuri lakini wanatembelea na nyota yao ya jina mpaka wameingia finali. Kwa Yanga shangalia sasa, Simba kaingia finali. Hata iwezekana sasa hivi si klabu bingwa lazima tuingie kwa sababu mwaka jana ilikuwa Mamelodi Sundowns wametutoa lakini wametutoa kwa hila. Kwa refari huyu ambaye huyu sasa tunasema kwamba hana deni na Yanga. Kwa sababu deni lile limekwisha baada ya mechi ya Simba. Na sisi tunamwambia tu Simba arudi nyumbani kumenoga. Sawa. Tusingalala kule usifanye masiala. Walikuwa na mipango kodi helikopta, kombe linatembezwa na helikopta pale klabuni. Maana unajua wakishika watu labda unaweza kupigwa. Na helikopta inazunguka pale inashuka chini sisi tunaliangalia. Alafu wa Simba wenyewe wangekuwako babalani wanasaga lumba, kombe lao liko juu linakwenda pale na kuja Mafia mtadaliu pale Kariakoo Mafia linarudi pale Jangwani. Ndio hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo nilipenda Simba washinde, wachukue kombe. Sawa na sisi iwe chachu hivi. Lakini moja ya mpira nao ni hiyo vile vile. Sasa hii hanikatazi mimi eti nisishangilie Simba kufungwa. So mimi sio Simba, mimi Yanga. Nilipenda wachukue na sisi iwe chachu tuchukue. Lakini wamefungwa, basi na mimi nitachekelea tu Simba wamefungwa. Hamna jinsi. Asante. Ndugu mtazamaji, tumeweza kufikia tamati hapa ndugu yetu hapa mzee Juma Ali Magoma, na tumeweza kujifunza pia namna ya timu hizi bwana ni mapenzi kutoka moyoni, na ameweza kukuambia hapa kwamba ulikuwa unakaa miaka 3 ili uweze kupewa kadi ya mwanachama. Sio kama sasa hivi mtu anaenda anachukua kadi anakuwa mwanachama, lakini wao wanakaa miaka 3 ndio anapewa kadi ya mwanachama. Nauza kwa promotion sasa hivi kadi. Na anakuambia hapa ushindani wa miaka hiyo ulikuwa ni mkubwa sana, na anakuambia kwamba kipindi hicho ukisikia Yanga
au mapenzi hizi timu zilikuwa ni makubwa kiasi kwamba ni ulikuwa unaona kabisa ushabiki sio kidogo, ushabiki ambao watu wanaweka nyumba sio kama siku hizi. Na anakuambia kwamba vile vile kapata kusema masuala mengi sana hapa, watu wasipigane kwa sababu ni utani wa jadi, umefungwa basi haina maana umpige mwenzio, kicheko ndo kuendelea. Langu jina ilikuwa ni Yusuf Ibn Daud, ni Lucas, na nyuma ya kamera alikuwa kwa ndugu yangu Damian Magembe akihakikisha natoka vizuri hapa na mzee Juma Ali Magoma. Hadi wakati mwingine, usisahau kusubscribe na kulike. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.